Ilikuwa ya kusisimua sana alipofika nyumbani. Sitasahau kamwe jinsi alivyofurahi. Na mara moja tukaenda maabara na kupima kimojawapo. Na unaweza kuona hapa kilipimwa na kuwa 95.72. Kiberiti safi kikiwa na elementi nyingine ndani yake ambazo kilifanya moto mkali sana. Na moja ya element zilizokuwemo ilikuwa fosforasi ambayo unajua Waka. si vizuri. Lakini unaweza kuona katika sehemu hii ya majivu kwenye picha hii idadi ya kiberiti au vidonge vya kiberiti vilivyopasuka katika nyenzo ya majivu. Unaweza kuona kiberiti bado kipo mahali pake katika kimojawapo, na kama alivyoeleza, hivi vyote vilikuwa vimefungwa kwenye kidonge cha fuele. Wakati wa mchakato wa uharibifu wa miji, kidonge kilifunga mpira wa kiberiti na kuuhifadhi ili sisi leo tuweze kuona uthibitisho wa hadithi ya Biblia. Amina. Ron alipata kiberiti katika saizi nyingi, kwa hivyo hatujui saizi vilivyokuwa viliponyesha. Hata hivyo, lazima vilikuwa vikubwa sana, kwa sababu alipata kadhaa ambavyo vilikuwa vikubwa sana. Sasa hapa mbele yetu kuna kimoja kati ya hivi vidonge vidogo vya kibiriti ambavyo vimeingizwa kwa makini kabisa ndani ya nyenzo hii maalum, na ukiangalia kwa karibu unaweza kuona kiasi kikubwa cha kiberiti katikati kabisa ya duara jeusi, na hicho hasa kina kiasi kikubwa cha kiberiti safi tu, na kuna mamilioni na mamilioni ya hivyo katika rundo hili la majivu hapa, ambayo ni mabaki ya miji ya bondeni. Moto na kiberiti. Tulipata hiki na natamani ningekuwa na rula kwenye picha, lakini ni kikubwa kabisa, kikubwa sana. Na kwa hivyo nafikiri kweli kwamba labda vitu hivi viliposhuka vilikuwa vikubwa. Na ni rahisi kupata kiberiti baada ya mvua kwa sababu inafanya majivu kutokuwa imara, na yataporomoka sehemu fulani yakionyesha nyenzo ya ndani ambayo imejaa kiberiti katika vidonge vya fuele. Sasa hii ndio bamba. Kabla wajaondoa, unajua picha ya kwanza aliyopiga Sawa. ikionyesha bado vimo ndani. Na kiuhalisia kama ungechimba hapo na kukipata, vidonge hivyo ni vya mviringo, sio bapa na vilivyopasuka, ni vya mviringo na hivi vimepasuka. Hizi ni baadhi tu ya picha za kiberiti kilichotawanyika, na Ron alipenda kuwapeleka watu huko kwa sababu inasisimua sana kutafuta kiberiti. Na safari hii tunaokaribia kuionyesha alikuwa amemchukua mwanawe Ron, kakake Michelle, ambaye hajazoea kutumia kamera ya video, hivyo inatikisika kidogo, lakini nadhani mnaweza kuona vizuri tu. Sasa kuna vingi vikubwa kweli, vikubwa kuliko hicho, lakini pia kuna idadi kubwa ya vile vya ukubwa mdogo. Vimetapakaa tu hapa nai. Hapa kuna kimoja ambacho kimezikwa ndani kiasi. Sogea karibu nacho kibabo. Hiyo ni seti pacha ndogo zaidi ndani ya kifuko. Sasa hapa unaona mahali kimoja kilipokuwa pembeni kabisa mwa kisu changu. Njoo hapa, kiangalie moja kwa moja kwa chini. Sasa angalia chini ya kilima, tuone kilipovingirika kutoka hapo. Na bila shaka unaweza kuona hiki. Ndio. Sawa, hiki ni cha ukubwa sahihi kabisa kutoka kwenye kile kifuko. Sasa
Huko mwanzoni mwa miaka ya 90, Ron alitaka niwe kwenye kipindi naye kwa sababu alitaka niweze kwenda nje na kufanya vipindi. Lakini imenichukua muda huu wote kuweza kuonyesha uso wangu mbele ya mambo kwa sababu nilifanya kipindi hiki. Na mwanzoni kabisa watu waliwaambia watazamaji jinsi nilivyokuwa nimeogopa sana, na nikatambua kwamba haikuwa kwa ajili yangu. Na ninafurahi nilifanya hivyo kwa sababu Ron alihitaji kuwa akielezea mambo haya. Na hivyo katika hiki kilichokuwa kikitokea kwenye kipindi hiki ni Ron yeye msimulizi angeuliza swali na Ron angenigeukia na kusema, kwa nini usijibu hilo? Hivyo ndivyo vinavyoendelea hapa. Hivyo nilianza kusoma kuhusu mwako na mtu huyo Mfaransa kwa jina la Lavoisier, nadhani hilo ndilo jina lake. Alianza kusoma kuhusu mwako na akagundua kuwa vitu vilivyochomwa kwa kibiriti vilikuwa na majivu yaliyobaki ambayo yalikuwa mazito kuliko kitu hicho kilivyokuwa kabla ya kuchomwa. Na hiyo ni kwa sababu mmenyuko wa kikemikali huvuta molekuli za ziada kutoka kwenye oksijeni. Hivyo Mungu alipanga kuchoma hiki kwa dutu ambayo ingeacha jivu zito zaidi kuliko nyenzo asilia zilizochomwa, ambayo huifanya kuwa nzito kupita kiasi na ina ukoko kwa nje. Si yote. Unaweza tu kufikia hapo ndani na kuikamata. Kwa nje, hali ya hewa imeifanya kuwa na aina fulani ya ukoko, lakini ukishapita hapo imeshindiliwa. Na hivyo hapa Ron atazungumzia kuhusu kuwa katika maeneo tofauti, kupata maeneo hayo tofauti. Tulipata katika kila moja ya maeneo haya matano kiasi kisicho na kikomo cha tufe hizi. Zipo katika kina chote. Vitu hivi vingepenya chochote ambacho vingekigonga. Vingepenya jiwe, mbao, hata chuma. Na tumepata dhahabu iliyogeuzwa kuwa kioo huko, ambayo imekuwa vitrified na Kama iliyovukizwa haswa. Tumepata fuele ambazo dhahabu inapovukizwa hiogeuka kuwa chumvi hizi. Na sisi bila shaka tulipata hizo kwa mifumo yetu ya kielektroniki. Na hivyo pia tulipata sehemu za mifupa ya binadamu ambayo yote ilikuwa imechomwa na kukunjamana. Hakuna shaka hata kidogo kwamba haya ni mabaki ya Sodoma na Gomora, na kwamba yalichomwa kwa joto kali sana. Mipira yote ya kiberiti unapofungua ganda la fuele yote ni ya duara, na Ron aliniomba nieleze kwa nini. Hivyo unapoona mipira hii ya kiberiti ikitoka kwenye maganda ni ya duara, na inasema kwamba ilinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, na chochote kinachopita kwenye angahewa huishia kuwa cha duara kwa sababu ya kupita hewani, na hizi ni za duara. Na tumetafuta, tumeenda Smithsonian, tumezungumza na wanajiolojia kila mahali. Hakuna mtu aliyewahi kuona kiberiti kama hiki hapo awali, mahali popote. Sisi utasikia baadhi ya watu wakisema, wanazo hizi huko kwa fulani na fulani, au huko kwa fulani na fulani. Lakini hiyo hatujawahi kupata mtu yoyote anayeweza kutoa yoyote ya mipira hii ya kiberiti mahali popote. Sasa, moja ya upekee kuhusu nyenzo inayochomwa mbele ya kiberiti, msongamano wake huongezeka katika mchakato wa kuchoma. Michakato mingine yote ya kuchoma ninayoijua, msongamano hupungua kutoka kwa nyenzo asilia hadi kwenye jivu, lakini jivu inayobaki baada ya kitu kuchomwa na kiberiti au kwa kiberiti ni nzito zaidi. Hii inaweza kuelezea kwa nini inadumu kwa muda mrefu kuliko kawaida. Lakini maelezo pekee ninayoweza kufikiria kwa kudumu kwake kwa miaka 3500 au miaka 3900, naamini, ni kwamba Mungu alikusudia idumu. Kama katika Petro wa pili, naamini ni hivyo, sura ya 2 mstari wa 6, naamini inasema kwamba wao ni mfano ambao ikifasiriwa inamaanisha mfano wa kuonekana.
na hivyo Mungu akawahifadhi kwa kusudi hilo, kwa sababu wasingekuwa mfano wa kuonekana kama usingeweza kuwaona, Unajua, au kama wangekuwa wamepeperushwa mbali. inastaajabisha sana. Ndiyo, ni kweli. Na miaka michache iliyopita, Michelle na Dennis na mume wangu Randall na mimi sote tulienda Israeli. Na nilikuwa na mgongo ulioumia na sikuweza kupanda, kwa hiyo nilileta drone. Na hapa kuna baadhi ya picha hizo. Tulikuwa katika eneo ambalo tuliamini kuwa ni Gomora, ambalo liko mwanzoni au karibu na chini kidogo ya Masada. Mwanzoni hakikisha unaona, kwa sababu unaweza kuona jinsi bahari ya chumvi ilivyo karibu. Na unapoona pia, unapotazama picha hizi, nitaendelea tu kuzicheza wakati nikizungumza. Tuligundua kuwa kile tulichoamini kuwa ni mitaa kiliungana. Unajua, haikuwa tu kiholela. Maeneo haya yaliungana yenyewe kwa yenyewe. Na katika baadhi ya maeneo, majivu yaliyoharibika yalikuwa yamemomonyoka na kuanguka sana kiasi kwamba hatukuweza pita rundo hilo. Ni kama hapa unachotazama. Lakini Michelle, ulisikiria nini mara ya kwanza ulipoiona? Oh, nilifikiri tu ilikuwa ya kustaajabisha. Tulienda huko na tukatembea kote. Nilifurahia kutazama miundo ya majengo tofauti na Randall alituonyesha mahali ambapo tungeweza kupata mipira ya kibiriti. Kwa hiyo tulifurahia sana kuchimba mkusanyiko mkubwa wa hiyo, na sasa tunaweza kushiriki hiyo na watu. Ilikuwa furaha sana, ilikuwa na joto sana, lakini Ndio, na nitakuacha tu mtazame Michelle. Yuko juu upande wa pembeni. Tazama jinsi alivyo juu sana. wow, Na anachimba mipira ya kiberiki. Na samahani, Michelle, najua unajua upendi pembe hii, lakini hiyo ndio pembe pekee niliyoweza kupata. naam, ilibidi uweke miguu yako imara sana au ungeseleleka chini kabisa kwenye unga huo. Ndiyo, ama inakuwa hilo ndilo. Na hivyo unajua angalia sana. kwa mbali, ungeweza kuona kwamba hizi zinaonekana kama majengo. Nilidhani niliona mlango kwenye kona na kisha ilionekana kama ngazi ambazo zilikuwa zimeinuliwa kwenye kona nyingine. Angalia jinsi ulivyo juu sana. Ndiyo, alikuwa juu sana. Na kisha kama mtakumbuka, kwenye video tulioangalia dakika moja iliyopita, ambapo Ron alipata moja iliyokuwa imebingirika. Na Michelle alikuwa na uzoefu kama huo ambao tunakaribia kuutazama. Sasa angalia, anainusa, kwa sababu hivyo ndivyo navyoweza kujua ni kibiriti. Ulipata hiyo chini ya kilima, Ilikuwa imelala hapo. imelala tu ardhini. Kiberiti hii ni juu ambapo kuna eneo jeusi, kuna weusi fulani huko. Lakini wakati mwingine ukiangalia huko juu, unaona mipira midogo ya njano ya mviringo. Inaonekana kama inaweza tu kuanguka nje. Ndiyo, hivyo ndivyo zinavyoanguka. Hiyo ilikuwa safari nzuri sana. Nadhani nilifurahia zaidi nanyi kuliko nilivyofurahia tangu Ron akiwa hai. Unajua, na tulipata wakati mzuri sana. Sasa inabidi tuzungumzie kuhusu joto la juu sana, kwa sababu ikiwa tu utawasha kitu moto hakitafanya. Kilichotokea kule Sodoma na Gomora. Iliungua haraka sana. Unapochoma kipande cha mti ni kama majivu husambaa tu. Hii iliungua haraka sana. Iliungua pale pale kabla haijapata muda wa kutanuka. Naam, kuna neno kwa hili, nalo linaitwa ionization ya joto, na inaweza kutumika kwa michakato mingi tofauti, lakini katika hali hii inahitaji joto kali sana, karibu kama mnyunyuko wa nyuklia, lakini si nyuklia. Ni mnyunyuko ambao kwa kweli husababisha ioni na vitu kama hivyo kubadilika. Na kama mtaangalia tabaka hapa ndani,
Haya ni matokeo ya moto wa ghafla wa joto la juu sana, ambapo vipengele vyote katika vitu vinavyochomwa vilitenganishwa kwa uzito wa atomiki. Hii ilisababisha vitu hivyo kutulia katika tabaka. Na hapa unaweza kuona tabaka na ziko. Ni jambo la ajabu. Hatuzioni mahali pengine popote. Ninaipenda picha hii hasa kwa sababu inaonekana kama sehemu ya jengo iliyojaribu kuporomoka wakati ikiteketezwa. Ilichomwa haraka sana hivi kwamba katika mchakato wa kuporomoka iliganda katika wakati. Picha hii hapa ni ya ajabu kabisa. Hakuna kitu kingeweza kusababisha hili isipokuwa athari ya ionizishoni ya moto wa ghafla unaozidi maelfu ya nyuzi. Kwa papo hapo, moto ulizunguka na kuganda tena katika wakati. Hii hapa ni dhahiri kabisa, ukiona tabaka za juu na chini zimenyooka kiasi na kupangwa, lakini tabaka hili limejikunja, likionyesha kuwa moto ulizunguka kwenye nyenzo hiyo mahususi. Na hatuna njia yoyote ya kujua nyenzo hizi ni nini, kwa sababu mnyenyuko wa kikemikali uliotokea wakati hili lilipofanyika ulibadilisha kila kitu. Ron aliamini, ukiona tunapoona picha zaidi, utagundua kuwa majengo yanaonekana kuwa marefu sana, na kisha kuna majivu haya yote yanayoanguka chini. Na ikiwa uko chini kwenye usawa wa ardhi, ukiangalia juu, unafikiri, lo, majengo haya yalikuwa juu sana. Lakini Ron aliamini na akapata ushahidi kwamba moto ulichoma kabisa hadi kwenye mwamba wa msingi. Na picha hii hapa inathibitisha pendekezo hilo. Unaweza kuona tabaka za mji zikiwa na miamba chini yake. Na kile ambacho huwezi kuona vizuri, lakini ambacho tunaweza kuona tukiwa huko ni kwamba ni mpaka chini kabisa kwenye mwamba wa msingi. Sasa, hii ni sehemu ya kwanza ya majivu ambayo Ron alinionyesha huko nyuma mwaka wa 1988 na naamini hii ni hii. Moja iko karibu sana na barabara na ilivuta hisia zake sana. Alikuwa amepata hii kabla hata sijakutana naye, na nadhani hiki ndicho kilichomfanya aangalie mambo haya kwa karibu zaidi na ataizungumzia. Sodoma na Gomora. Na kama unavyoona, upepo umezungusha hili na kulirundika. Joto kali sana. Ibrahimu alisema, au mwandishi wa kitabu cha Mwanzo alisema, kwamba moshi wa bonde ulipanda juu kama moshi wa tanuru. Na hapa unaweza kuona kwamba mizunguko ya hewa ya moto ilizungusha mabaki ya mji wa Sodoma katika mizunguko hii, na unaweza kuona ambapo jiwe lichomwa na mbao na watu na wanyama bila kuacha chochote nyuma cha kusimulia hadithi hiyo, isipokuwa majivu. Na kwa mara nyingine tena, marafiki, tukichagua, tunaweza kuishia chini ya miguu ya wenye haki kama majivu, kama tunavyoona mbele yetu hapa leo. Ni chaguo letu. Mungu ameweka mbele yetu uzima na mauti. Na ni kipi utakachochagua? Sasa tutaangalia ushahidi mwingine wenye nguvu zaidi wa muundo. Na hatukuweza kutarajia miaka 3900 iliyopita kitu kilichoungua na ambacho ni dhaifu kama hiki kinavyoweza kuwa kikiwa kimeloa, kwamba kingekuwepo hadi sasa. Lakini hizi zilikuwa miji ya Wakanaani. Na miji ya kale ya Wakanaani ilikuwa na kuta imara sana ambazo zilikuwa za kipekee kwa kuwa zilikuwa kuta mbili. Yeriko ni mfano wa hili. Utaona kuna tabaka mbili, na hivyo ndivyo alivyojenga miji yao.
Ukuta wa nje wa chini una nguzo za kuimarisha ili kuufanya uwe thabiti sana na usioweza kuvunjwa. Hapa kuna picha ya karibu zaidi ya mmoja wa hizo. Sasa ninalitumia hili kama mfano, kwa sababu ni ngome ya kale ya Misri na inaonyesha sifa zinazofanana, isipokuwa imetengenezwa kwa matofali ya udongo. Hivyo isingekuwa imara kiasi hicho, lakini hivi ingeonekana hapa. Michelle na mume wangu Rando wamesimama hapa mbele ya moja ya vitu anavyopenda sana Ron. Aliamini haya yalikuwa mabaki ya ziggurat. Sasa ziggurat ni kama piramidi au muundo wa umbo la ngazi uliotumiwa nyakati za kale. Lakini hii ukiangalia, kuna matundu yaliyopangwa kwa usawa yaliyo mlalo karibu nusu ya kwenda chini, na kuna mengine huko juu pia. Hayo lakini huwezi kuyaona vizuri kwenye picha hii. Na Ron aliamini kwamba kulingana na kile alichokuwa amesoma kuhusu mbinu za kale za ujenzi, walitumia mbao kushikilia tabaka tofauti mahali pake, kama inavyoonyeshwa hapa. Na mbao ziliteketea haraka zaidi kuliko mawe ya muundo huo. Anazungumzia hilo hapa. Na unaweza kuona mahali ambapo magogo yaliteketea, chini na juu kote, lakini yanaonekana zaidi katika ngazi ya chini.